Kwa majina mimi najulikana Mtendwa Byamungu Maurice Santose. Mimi ni msemaji wa FCRN na mtu wa parti ya movement ya MP Milenge Ishibona Neze Lambo Masafari. Na leo uko mbele ya vyombo vya habari, labda tujue na kwa kina zaidi ni habari gani ambayo unaweza kuwa nayo kwa raia wa tarafa la Fizi na wa mji wa Baraka, lakini pia kwa viongozi mbalimbali kama vile wa kiusalama na wengineo? Habari ninazo ni habari nyingi sana kunivo ya Sud Kivu. Ni habari kutoka maeneo ya Axe Itombwe, kulingana na hali tunayoishi kwa sasa, hali ya vita. Ni habari ambazo generale yeye mwenyewe Milenge Ishibona Neze Lambo Masafari ambao atatoa kwa watu wa maeneo ya Sud Kivu. Asante ndugu journaliste. Kwa habari fupi ambazo generale aliniambia nizitoe kama vile msemaji wake, habari ya kwanza ni shukrani kwa force gouvernementale ambayo inatumika kazi kwenye maeneo yajulikana Axe Itombwe na miji yatajwayo hapo chini kama vile Kipupu, Mikenge, Kalingi na Minembwe. Kazi ambao wanaifanya vraiment si kazi rahisi, ila ni kazi ambayo yeye mwenyewe kabisa kiongozi anawashukuru sana. Na labda ni kutokana tu na mapambano ambao wanakwenda pia kuyafanya kwa pamoja, ndio sababu ya generali kuweza kuwapongeza? Ndiyo, kulingana na kazi ambao wanaofanya wazalendo, generali hana mengi ya kusema kuhusu wazalendo, ila neno moja tu au mbili au tatu ni recommendation au ombi kwa wazalendo, kwa sababu yeye mwenyewe kwanza ni mzalendo na anajua kazi ambao wanaifanya, na kulingana na kazi hiyo ana ombi fulani ambayo ataituma kwa wazalendo wengine. Mheshimiwa General Milenge Ishibona Neze Lambo Masafari aomba wazalendo kuonyesha uzalendo wao kwa vitendo. Ile ni ombi ya kwanza au recommendation ya kwanza kwa wazalendo wote univo ya Sud Kivu. Kwa sababu wakiwa kimya si vizuri, ila kila mtu atende kwa kuonyesha ya kwamba yeye ni mzalendo. Ombi lake la pili ni coordination provinciale ya uzalendo. Mheshimiwa aonyesha wazi kusema kwamba aomba wakuu viongozi ambao wanasimamia coordination vraiment wapendane, wawe na upendo na wasiwe na ubaguzi wa jamaa au ukabila. Na recommendation ya tatu au ombi la tatu, yeye mwenyewe Mheshimiwa General Milenge Ishibona Neze Lambo Masafari ambaye anaongoza Axe ya Itombwe akisindikizwa na Dieu Merci kuvita ambavyo wanavyovitumika kwenye Axe ya Itombwe, aomba pia muvyote ambavyo wanavyovitumika, anaona kabisa coordination provinciale inawasaulika kabisa, ile anasititiza na anauliza kwa nini wanawasaulika muvyote ambavyo wanatumika, kwa nini wanawasaulika? Na labda kipi ambacho kinaonyesha kuwa coordination provinciale ya wazalendo inakwenda kuwasahau maeneo hayo? Ndiyo ndugu journalist, najua swali yako ni nzuri sana. Kulingana na swali hiyo, aonyesha ya kwamba kwa leo kuna pesa ambazo zilitoka kunivo gouvernemental mpaka sasa azijafika kwenye maeneo ambao wanapatikana, na wao wanaendelea na vita mpaka sasa hawajapata ile encouragement. Na cha pili, hali ya masase vraiment inawajia kidogo, wanaomba wawafurnire masase kwa kupiga yule adui na kusititiza. Cha tatu, wawafikie mara kwa mara kwenye eneo kuenda warandre visit na kuwapelekea chakula. Vraiment ile kabisa ni ombi lake kwa wakuu viongozi wanaosimamia univo ya uzalendo na gouvernement yetu central. Ndugu journaliste, najua nitakwambia wazi, hii ni habari ambayo yahitajika ifike kwenye maeneo yote hapa mjini Kongo. Ni cha kwanza
unajua ni maeneo ya Mikenge pale kumeripotiwa vita vikali. Ile vita ikiwa maeneo ya Mikenge pale, ye general mwenyewe Milenge Ishibonanize Lambo Masafari akitumika pamoja na ndugu Dieu Merci, waliingia kwenye mji wa Mikenge mnamo tariki 1 mwezi wa 3 mwaka 2026. Wakapambana pale na wakadhibiti eneo siku ile. Na walipodhibiti eneo ile, ilibidi wasisimame. Mpaka sasa wanaendelea kusaga vijiji vingine vinavyopatikana karibu na kijiji cha Mikenge, kama vile Kawera, Kalingi, Rubanda na Minembwe. Hiyo ni mavijiji kabisa ambayo wanayo isaga kwa siku ya leo pamoja na wasoda wa gouvernement central. Swali ingine ni nzuri sana. Kulingana na hiyo swali, najua kwa sasa tunatumika kwa pamoja na gouvernement central, kwa sababu a partir ya sisi kuanza vita maeneo ya Kipupu, Lwemba na kuingia Mikenge, tulikuwa tujawa na gouvernement central. A partir ya kubana Mikenge tukakuwa kwa pamoja, na kwa sasa tunatumika kwa pamoja bila tatizo yoyote ile. Donc tunalomba representant wetu ku niveau ya coordination provinciale wa vingilie kati kwa kukazia ili ile umoja ibakie, tutumike kwa kupiga adui na kusaga asipatikane tena kwenye maeneo yetu mu niveau ya DRC. Labda swali lingine, mnafikiria kuwa vita hivi mtavishinda kweli? Maana wanasema kuwa adui ana nguvu nyingi sana kwenye milima mifupi na mirefu. Bila tatizo kabisa tuna ushindi, kwa sababu maeneo yote ambayo tunaingia sio maeneo ambayo inaachiwa, ni kuingia na kubana eneo, na kwa hiyo tuna ushindi kabisa. Hata Mungu wa mbinguni anatusemea, sio mwenyewe anajua Wakongomani huwa wana uhuru. Kulingana na ile swali kuhusu hali za pesa, ni vita ingine ambayo adui anapiganisha ndio, na kwa yule ambaye anachukua pesa za adui, sisi hatuna budi ni kumkuta na kumutoa, kwa sababu na yeye ni adui pamoja na adui. Ndio najua swali kabisa kuhusu kijiji cha Minembwe. Kijiji cha Minembwe tumehesabia masiku, kwa sababu kila eneo tunaipangilia, na bila wasi msiku 2-3 Minembwe tutashika bila tatizo yoyote ile. Na ikiwa mtakwenda kufika Minembwe kabisa vilivyo, kwenu nyinyi na kwa jeshi la taifa FARDC, ujumbe utakuwa ni gani kwa raia kabla ya nyinyi kuingia kwanza maeneo ya Minembwe huko? Sisi tunaambia raia wajipe moyo, wasiwe na wasi yoyote ile. Sisi ni watoto wao, tumejitolea kwa ajili ya kuchunga nchi yetu na mali yake na kufunga mipaka ya mwingine. Na kwa hiyo adui tutapiga na kusititiza kila mtu abaki kwenye maeneo anapatikana kimya tu. Raia wanakwenda kubaki katika hali gani maeneo yake? Yaani kwenye vijiji ambavyo sisi tunaingia, tunabakia harmonia mzuri na raia. Ni kufika na tunapashia donc raia ideology yetu, na tunajikonforme, tunatumika kwa pamoja. Raia inaendelea na kazi yake na wanajeshi wanaendelea na kazi yao bila tatizo yoyote ile. Hakuna unyanyasaji wa raia toka kwa wazalendo au jeshi la FARDC? Vraiment kuna unyanyasaji wote ule. Kama tukianza unyanyasaji, yani hatuzijui kwa kazi ambayo tunaifanya.